Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Ikiwa leo ni tarehe 2 ya mwezi Machi, siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi, kwa moyo mkunjofu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Mimi naitwa Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kumbuni kukumbushe, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe, bonyeza alama ya kengele ili unapata taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Shehani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati, tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Mzee Ruksa, mtu wa watu, apata mazishi ya kihistoria da. Maelfu wa muaga barabarani, msikitini Uhuru. Viongozi wa mkumbuka kwa mapenzi, ujasiri, uungwana na hekima. Habari ni katika ukurasa wa pili, ukurasa wa tatu, ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Habari Leo, gwiji la habari Jumamosi leo. Pata nakala yako liweze kusoma kwa ndani zaidi. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kipenzi cha wananchi. Umati wajipanga foleni barabarani kumuaga mzee Mwinyi. Dr. Mpango ongoza wananchi kutoa heshima za mwisho. Kikwete asimulia jinsi alivyotoa jasho mawaziri, agusia upole, ukali, uvumilivu, acha alama za kukumbukwa kwa taifa. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. 1925 mwaka aliozaliwa hayati Ali Hassan Mwinyi, aliyefariki dunia juzi akiwa na umri wa miaka 98. Gazeti hili likipambwa na habari, picha ikionyesha wananchi wakisimama pembezoni mwa barabara wakati wa msafara uliobeba mwili wa hayati Ali Hassan Mwinyi ukielekea uwanja wa Uhuru, Dar es Salaam kwa ajili ya kuagwa. Picha ndogo juu ni rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi na familia yake wakitoa heshima za mwisho. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mambo bado magumu huduma binafsi NHIF, habari inaendelea kwenye ukurasa wa 10 pamoja na ukurasa wa 11. Gazeti hili likiwa na nukuu ya Waziri Umi ikisema, ninavieleza vituo hospitali zote binafsi na za umma nchini kuendelea kuwapokea wagonjwa wa dharura pindi wanapofika katika vituo vyao, kwa kuwa hili ni takwa la kisheria namba 151 ya usajili wa vituo binafsi vya kutoa huduma na kanuni yake namba 32. Mwananchi limeandika Gertrude Mongella, nembo ya mabadiliko mageuzi kwa wanawake. Habari katika ukurasa wa 4. Kausha damu ya kausha hadi lishe kwenye familia. Habari katika ukurasa wa 5. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Ninalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni wasio Mwinyi kwa Tanzania. Maelfu wa muaga da. Kikwete Mpango wa mwagia sifa, huzuni majonzi vya tanda Zanzibar. Habari katika ukurasa wa pili, ukurasa wa 3 pamoja na ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Hali tete vifurushi NHIF, Umi aita hospitali binafsi wajenge. Habari katika ukurasa wa 5. Lakini pia gazeti hili limeandika mgogoro ardhi wang'oa watano, kamati ya undwa. Habari katika ukurasa wa 7. Aliyefungwa maisha jela kwa kubaka aachwa uhuru. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele, habari za michezo na burudani, limeandika Roni afichua nia ya kuwa kocha Man United. Habari katika ukurasa wa 22. Simba Jwaneng Galaxy mechi ya maamuzi CAF. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii katika ukurasa wake mbele. Ninalo gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mwisho wa enzi 1925 hadi 2024, safari ya mzee Mwinyi na urais ambao hakutegemea. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Uhuru likiwa na habari, picha ikionyesha matukio mbalimbali ya kuagwa kwa mwili wa hayati Ali Hassan Mwinyi yanayofanyika katika uwanja wa Uhuru, Dar es Salaam. Mwamba wa mageuzi ya demokrasia nchini, wanasiasa wasomi waeleza alama alizoacha. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Uhuru. Wa machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni serikali yaingilia kati kitita kipya cha NHIF. Waziri Umi
asema mtoa huduma atakayekiuka sheria hatovumiliwa, hasa wakati huu wa utekelezaji wa kitita kipya cha mfuko wa taifa wa bima afya. Watoa huduma wapigwa marufuku kuondoa wagonjwa waliopo wodini. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Dr. Mpango aongoza wa Tanzania kuaga mwili wa hayati Mwinyi kuzikwa leo Unguja. Habari katika ukurasa wa 2. Kikwete, mzee Mwinyi alikuwa wa kipekee, maamuzi ya kizalendo kwa taifa. Habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti wa Machinga Jumamosi ya leo. Ninalo gazeti Mwanahabari lenyewe limeandika kwa heri mzee Ruksa, siku ngumu Unguja, rais mstaafu mzee Mwinyi kuzikwa leo, wa Tanzania wamlilia kwa uzalendo wake. Kikwete amtaja kwa ungwana usio na kifani. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Serikali yaonya wanaokiuka sheria utoaji huduma ya afya kupitia NHIF. Habari katika kurasa za ndani. Dr. Mpango aongoza kuaga mwili wa hayati mzee Mwinyi. Tanzania yaingia mikataba mbalimbali ya ushirikiano na Ethiopia. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari Jumamosi ya leo. Na sasa tukiokia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kwa michezo na burudani. Lenyewe limeandika ni vita ya kisasi, Benchika afunga booster zote, Mastawa haidi rekodi, refa ni Daniel Wagana, ni Simba vs Jwaneng leo Jumamosi kwa Mkapa saa 1 kamili usiku. Gazeti hili limeandika Yanga Sports Club yaisubiri Simba leo. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili, matokeo ikiwa ni Al Ahly 1 Yanga 0. Waliokolewa na mzee Ruksa wafunguka. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Premier League leo Jumamosi ni Brentford vs Chelsea, mchezo unapigwa saa 12 kamili jioni. Acha maneno weka muziki ni Man City vs Manchester United, mchezo unapigwa Jumapili saa 12 kamili jioni Etihad. Manchester United itakwenda Etihad kuwakabili mahasimu wao Manchester City kwenye kipute cha Manchester Derby, huko kocha Erik ten Hag akiwa na kazi ya undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 10 pamoja na ukurasa wa 11 wa gazeti hili. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Ninalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika Yanga yamaliza ya pili, wana michezo wamlilia Mwinyi, Rais Mwinyi aliheshimu michezo kama grisi ya maisha. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, habari za michezo na burudani. Gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika Simba Jwaneng Galaxy mechi ya maamuzi kafu. Benchika asema kazi imebaki kwa wachezaji, ataka wamalize mechi mapema. Habari katika ukurasa wa 23. Azizike hatari nje ya boksi, Feitoto ndani. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 23. Rashford awaje juu wanaomkosoa. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Gazeti wa Machinga lenyewe katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani, imeandika Yanga wapigwa 1-0 na Al Ahly. Simba umana na Galaxy kwa Mkapa leo. Pogba afungiwa miaka 4 kutocheza soka. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti wa Machinga katika ukurasa wake nyuma. Pata nakala yako liweze kusoma kwa ndani zaidi. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha rukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.